Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ziada na rehma na amani zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu ambao mnatutazama, na tamani sana video klipu hii, wanaharakati, mashekhe, Waislamu wote ambao wana nia ya kusongesha au wana nia ya kusaidia au wana nia ya kupushi Uislamu kwa namna moja wala nyingine. Ndoto yetu sisi kama Waislamu ni kuhakikisha tunabeba gurudumu hili la Uislamu katika kuhakikisha kwamba tunautangaza Uislamu, tunaonesha ishara za kuupambania huyu Uislamu. Lakini ujumbe wangu mfupi sana, na natamani usinitazami katika upande mmoja, usinitazami kwa upande mwingine, unitazame katika engo la kurekebisha, engo la kujenga. Matukio ambayo sisi tunayafanya ya Kiislamu haya, sisi tunatamani kusikia kwamba mashekhe wanatuinua. Sisi tunatamani kwamba kusikia wanadini wanatubeba. Sisi tunatamani kusikia kwamba mashekhe tuko pamoja nao kwa namna moja wala nyingine. Lakini mashekhe wengi, wanaharakati wengi, hizi media online mnatunyonya. Mnatunyonya kwa maana kwamba tunatamani kwamba tufike mbali, lakini nyinyi mnatumia sehemu kwamba ni malipo, lakini tafsiri yake si malipo, hii ni zawadi. Lakini kwa nini nimesema haya? Sikupushi sana kwenye upande wa mashekhe, nilipushi sana kwa kila Muislamu ambaye ana ndoto ya kutaka sisi kutusaidia kwa namna moja wala nyingine. Natoa mifano miwili. Yuko ndugu yetu mmoja ambaye alikuwa ni mwanaharakati mwenzetu na alipambana kwenye TV yake online ambayo ni Shamsuddin TV. Ni ndugu yetu Sheikh Abdul Hamidi, Allah mhifadhi huko ambapo alipo. Kasafiri kaenda Dubai. Mungu amemruzuku juhudi za kuupambania Uislamu, alifanya kadri na hali ya wezavyo. Lakini namna alivyopambana, alienda mikoani, alifanya hili, Mungu akamruzuku, alhamdulillah, amepata ndoa. Baada ya kupata ndoa, Mungu amemruzuku mtoto. Lakini kwenye hizi kazi tusidanganyani, kuna maisha pia ya kidunia lazima yawepo. Hizi kazi unapokubali kuingia kwenye media, kuna mambo mengi sana yatakufanya uwe bize ili kufuatilia habari, ili kwenda huku, ili kwenda huku. Yote haya utatamani kwamba hii staff ambayo inakuzunguka ikupush, ikubebe mbali. Lakini kijana wetu leo tuko naye tayari ameenda kupambana kutafuta maisha. Lakini kama angelikuwa ametengenezewa misingi iliyokuwa mizuri, mpaka leo tungelikuwa tuko naye na angeendelea pia kupambania ndoto zake. Lakini wako watu wanaweza kusema sasa Hamza yeye ni maslahi, Hamza yeye anawaza pesa tu, Hamza yeye anawaza hili tu. Lakini lengo langu mimi si pesa. Lengo langu nahitajia nyinyi ambao mnatutazama kwa sura kwamba tunafanya kazi ya da'wa, alhamdulillah. Lakini tusidanganyani mabwana, kuna maisha baada ya hizi kazi. Lazima na sisi wafikirie kwamba tunavyoziita hizi media kuna nafasi zao na wao kujiendeleza. Kama watalifikiria hili, tunaweza tukaenda mbali sana. Leo hata shekhe khatibu wa Ijumaa anaweza akakuja kuhutubu hutuba ya Ijumaa, lakini itakapomalizika lazima kuna bahasha ambaye anaipewa hii kama usafiri, kama malipo, kama angalau chochote tu cha kuweza kuendeleza. Wallahi wa billahi wa tallahi, sisi tuna ndoto kubwa ambazo tumetamani ndoto zetu tuweze kuzifikia. Miaka 4 iliyopita nimepata nafasi ya kutathmini nafasi ya Al-Huda penye imefikia Al-Huda TV. Hakuna mtu asielewa kazi tunaifanya. Nikataka kufungua media online ambayo ilikuwa ni Al-Huda FM, ndio ilikuwa makusudio yangu. Al-Huda FM ingesajili, ingewapatia vijana. Lakini ndoto hii hapa namna tulivyoitengeneza, wakatuomba milioni 10 ili tuweze kuikamilisha. Mimi nipata bahati ya kwenda Msense kuweza kuiandikisha Al-Huda ili tupate Al-Huda FM. Lakini gharama zote hizi kufanikisha yote haya
tumejitamani kupita kwenye baadhi ya mashekhe ambao wanaweza sisi wakatuunga mkono ili mradi tufike katika ndoto zetu. Tuliishia patupu. Tatoa mimi mfano mwingine ambao mwaka jana kulikuwa mashindano makubwa ya Qur'ani ambayo yaliyofanyika Tanzania kwa Sheikh Nuruddin Kishki. Akawa amekwenda moja kwa moja vijana wetu ambao umeona walikuwa wako pale. Mimi nina imani kwa 100% Sheikh Nuruddin Kishki, unapokuwa umefika pale Dar es Salaam mkafanya yale matukio, zile gharama za tiketi, zile gharama za maandalizi, namna ulivyokwenda, namna ulivyorudi, Sheikh Nuruddin Kishki huwa anakurudishia gharama yako na malipo. Bimaana najua huyu nyumbani atahitaji kupeleka kitu chochote, kama ana mke atatoa, kama ana mama atamsaidia. Yote haya ni kukuonesha kwamba kazi hizi tunazozifanya zinahitaji support iliyokuwa kubwa sana. Tulisafiri na Sheikh Abdul Shakur Ramadhani, tulikuwa naye South Africa. Mimi nimejifunza kitu kikubwa sana katika hizi kazi. Wakati tuko na Sheikh Abdul Shakur, alikuwepo hapa Sheikh mmoja wa Kenya maarufu sana, anaitwa Aweso. Ni mmoja katika watu ambao nilipata bahati kuongea naye, nikamuonesha kazi ambazo sisi tunazotumika Burundi. Akanambia, Hamza, kama unataka utumike na taasisi zetu za Kenya, unaweza ukaandika barua na sisi tutakusaidia. Sasa unganisha kwamba Al-Huda ningelikuwa indirect natumika naye, na namna gisi watu wanaelewa itikadi yake, na namna gisi watu wanaona, lakini mimi kwa maslahi ya nchi yetu, kwa maslahi ya Uislamu wangu, kwa maslahi ya tauhidi, kwa maslahi ya ikhlasi niliyokuwa nayo, sikuweza kuandika barua nikasema mimi nitapambana kwa ajili ya kuweza kuutumikia Uislamu. Hizi kazi tunazozifanya chini yake zina moto mkali. Hizi kazi tunazozifanya chini yake zina uzito ambao usiokuwa wa kawaida. Kesho kutwa kuna mashindano makubwa sana ya Qur'ani ambayo yatafanyika Burundi. Ni tarehe 11 mwezi huu wa 4 2026. Yatafanyika pale. Mashindano haya yana wadhamini, lakini alhamdulillah jambo ambalo amelifanya ni vizuri sana katika nchi yetu ya Burundi, ambalo mshindi wa kwanza atapata milioni 15 ambazo zitatengwa. Sasa yote haya wanaleta kuongeza chachu, kuongeza utamu, kuongeza kwamba Burundi kwamba na sisi tunaweza, si mataifa mengine. Alhamdulillah. Lakini ujumbe wangu kwao na kwa watu wengine, hawa vijana ambao watakuja wa media online, hawa vijana ambao watakuja kulisapoti, fikirieni wanatumia usafiri, wanafikaje? Inafika sehemu mpaka NB mega inakuwa tabu, na lengo linakuja kwamba sisi tumeenda kusapoti harakati za Kiislamu. Wawe wanafikiria kwamba hii ni kazi. Mashariki TV haiwezi kuja kuripoti sehemu yoyote bila kuilipa, haiwezekani. RTNB kusema ije kuripoti na ndo TV ya taifa ya Burundi, kuna kuandika barua na kuna masharti, kuna vile ambavyo wanakuambia hapa chaingia na uweze kulipia. Yote haya kuonesha nyinyi ndio mtatupa na sisi thamani yetu, nyinyi ndio mtatufikiria na sisi tuzifikie ndoto zetu. Leo sasa inafikia wale ambao tulitamani sasa tuwe pamoja nao, leo sasa tulitamani wale ambao watatusapoti, ndo na wao wamefungua TV online mbalimbali. Mashekhe ambao tulitegemea kwamba ndo watatuinua, lakini leo unaweza ukashangaa kila shekhe fulani anataona TV yake, kila shekhe fulani anataka kwa sura ya namna moja wala nyingine, sio mbaya, ni maendeleo ya nchi yetu, lakini kwa sura kwa namna moja wala nyingine sio mbaya kwa mafikirio ya lakini unajikutana na nyinyi mliolianzisha wazo hili mnabakia barabarani, mnabakia pale, lakini na watu wanasema mnakula vibaya. Maskini ya Mungu, kumbe hakuna chochote kinachopatikana katika hili. Sasa mtu atakwambia kama hamlipi, kwa nini mnaendelea na hii kazi? Simubiache. Lengo sio kubiacha, lengo ni kuboresha kwenye mfumo, ili tuendelee kupambana, ili tuendelee sisi kuwa vijana bora ambao watakaoleta faida iliyokuwa kubwa sana. Unashangaa kwamba hata Masjidi Mtoro ina TV yake, lakini kazi zao unaziona alhamdulillah. Leo unakuwa unafika sasa kwenye tukio ambalo
wewe unatamani kuwakilisha. Ukiangalia kamera nani ile ya chef fulani, kamera nani ile ya chef fulani, kamera nani. So hawa mashekhe ambao walionunua hizi kamera, kwa nini wasingetumia hizi nguvu wakaita vijana ambao wa media online, mnakosa nini, wakatusapoti ili tuziendeleze hizi juhudi za kupambania Uislamu. Sisi wakati Mheshimiwa Mufti kwenye utawala wake alivyoingia, tulipata nafasi nzuri ya kuweza kufanya naye kikao kama waandishi wa habari, na tuna ndoto kubwa sana naye. Ametuahidi kwamba atakapoifungua kuirejesha redio ya Komibu ile FM, ahadi yake kwamba vijana ndio mtaenda kutumika. Swali tujiulize, waliotangulia kabla redio haikuwepo, mbona bado tulibakia pale pale? Ili kuonesha kwamba tunaweza mkatuona kwenye sura ya namna moja kwamba tunasapotiwa, lakini tunanyonywa kwa nafasi iliyokuwa kubwa sana. Wako watu ambao wanatamani Al-Huda isiwepo. Wako watu ambao wanatamani sisi tusiwepo, ili mradi tukatishwe tamaa. Na nimeyasema haya kwa maana kwamba nyinyi ambao mnatutazama, tunao nafasi ya kutuunga nguvu, tuna uchungu, tunatamani tuseme, kwa maana kwamba tuzifikie ndoto zetu. Vijana wanakubali kuzitupa hizi kazi, wanakimbia mpaka Dubai. Kiongozi na alikuwa mtendaji kazi mkubwa sana wa An-Nusra TV, leo tunavyomzungumza ndugu yetu hayuko tena hapa Burundi. Alikuwepo ndugu yetu Sheikh Akbaru, alipambana kadri na hali na An-Nusra TV, lakini leo tunavyozungumza iko hapa, alisepa zake Dubai. Kwa kama hichi kingelikuwa ni kitengo ambacho mashekhi, maimamu, wanadini wenye kuwa na uchu wa kutusukuma mbele, watu wasingekuwa naenda Dubai kutafuta, kwa sababu hata hapa riski iko wapi? Ni nyinyi sasa ndo mtuwezeshe. Ni mfano leo usikie Al-Huda TV nimeitupa, nimejendea zangu na mimi Dubai kutafuta maisha. Kuna watu watasema Hamza naye anaga subra, Hamza naye franga alizokuwa anapata kweli mwa Al-Huda, hivi Hamza na kuitupa kweli Al-Huda. Vijana wengi ni kwa sababu gani? Tuko chini ya kala moto. Kisura mnatuona tunafanya kazi nzuri, kisura mnatuona kama tunaendelea, lakini chini wako wengi ambao hawatamani sisi tuwepo. Natoa mifano miwili ya kutengeneza. Wakati sisi tunafanya interna ya Gihanga, tulikutana na matukio mengi sana ambayo yalitamani sisi kutukatisha tamaa. Moja katika tukio hilo, sisi tuliweza kuibiwa mifuko 25 ya simenti ambao tunajenga pale pale msikiti, ambao tunajenga pale pale yale madrasa. Lakini baada ya kusikia tumeibiwa, majirani kutokana na wema ambao tulifanya, tulijitahidi kuripoti polisi. Alhamdulillah, tumepata muhusika ambaye alituiba, tumemkamata. Baada ya kumkamata akasema, kwa kweli mimi msinifanyie kitu chochote kibaya, acha niwapeleke muone sehemu ambapo mizigo yenu ipo. Tulivyokwenda kutazama, ni Muislamu ndo ameichukua, ndo amenunua na naitia dukani kwake kwa nauza. Nikamwambia, lakini Sheikh, wewe unajua tunachokifanya pale kama ni jambo la dini, na wewe unashiriki katika hili. Kwa namna moja wala nyingine tulichukua mzigo wetu tukawa tumeenda nao. Bado nikuonesha kwamba kuna watu ambao wanatamani sisi tukatishwe tamaa. Hivi tunavyozungumza, kabla sijaelekea South Africa, walielekea pale kwenye interna, wamempandikiza maneno, unaona wewe ni mwalimu, wewe ni hivi, labda unapokea la ndogo, ni hivi, mpaka ameshawishika, amechukua milango ya madrasa. Hebu nisikilize hii. Alichukua milango ya madrasa akaing'oa yote, akataka kwenda kuiuza sokoni. Lengo ni nini? Tumkomeshe Hamza. Akisikia milango si wasomi watoto binahomba. Sasa mimi hivi kihomba, mimi si hombi kitu. Wanaomba ni wale watoto ambao wanasoma pale, wanaomba ni wale. Mimi nimeenda kutairi watoto pale. Zaidi ya watoto niliowatairi pale na kuwasimamia, wako watoto ambao ni mayatima, wako watoto ambao ni majirani. Leo wako na suna zaidi ya watoto 50, na maksudi yangu ilikuwa nifike zaidi ya watoto 150. Lakini mtu ataiona engo la faida, lakini kuna mtu ataiona engo kwamba ni mjuaji. Kuna mtu ataona engo kwa nini anasema wenzake, kwani yeye amekamilika. Mimi sijamtaja mtu, nia na lengo langu ni wale ambao wana hamu ya kutusukuma sisi kama vijana. Wallahi tuna hamu sisi ya kufikia Uislamu. Sheikh Abdul Shakur Ramadhani ni mmoja ambaye mashekhe sisi wanatupenda na anadhihirisha wazi
ana mapenzi na sisi aliyokuwa makubwa sana. Ili wewe Al-Huda huwa upumziki na mimi sipumziki, tunaendelea na shughuli zetu za heri. Halafu nawafahamisha watu ambao wanakuoneni ya kwamba Hamza Mahani ni mtu wa muhimu sana upande wa dawa, upande wa harakati, kwenda kuwaona watu wa vijijini, kwenda kuwajali, kuwapa sadaka ndogo ndogo, muungeni mkono. Siyasemi haya kwa maana nimemuona ndevu zimetanuka vizuri, zimekaa vizuri, hapana. Ninazungumza haya kwa moyo mkunjufu na shughuli zake tunaziona. Mungu amlipe kila la kheri. Nadhani Al-Huda inakupeni mambo safi safi. Mwenye roho mbaya afilie mbali. Mwenye roho nzuri Mwenyezi Mungu amzidishie umri. Tunatamani mwingine, angalia shekhe wetu ambaye anawabeba mahujaji, Sheikh Jamal Swaleh anajitahidi kadri na hali kupambania Uislamu. Leo ana ndoto ya kuweza kusema kwamba media hizi za Kiislamu Burundi, Al-Huda TV, Bambara TV, sijui Al-Amnu TV na zingine media ambazo zinaweza zikakwenda kuripoti Makka na Madina kuonesha matukio ya mahujaji Burundi, na ukimsikia mwenyewe Jamali analitamani hilo. Lakini nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ni ndoto yangu siku moja tufanye tunaruka kwenye hija na Hamza Mahani, tunaruka kwenye hija na Habat Sauda Raisa TV, na hivyo inshallah tunaliomba hilo. Pamoja na kuwa gharama zake ni kubwa, lakini penye nia njia ipo. Lakini nani atatuwezesha sisi vijana? Kwa sura ya nje watu wanaona kama vijana wanafanya kazi, vijana wanapata, lakini huwezi amini kwamba kuna vijana mpaka microphone ikiharibika anaikosa. Anakosa nani ambaye atamsapoti? Kwa sababu leo kila shekhe anafikiria naye awe na TV yake, leo kila shekhe anafikiria naye afanye vyake, lakini sisi kama vijana, nani atasimama na sisi? Nani ataungana na sisi? Lengo la conclusion ya maneno yangu ni kuweza kuwaomba wadau wenye mapenzi na Uislamu, mashekh, walimu, viongozi mbalimbali, tupambane kwa pamoja kwenye kuutumikia Uislamu. Tuamini kwamba nyuma ya hii kazi kuna malipo ya duniani. Nyuma ya hii kazi kuna nafasi ya kuweza kuhakikisha kwamba tunasukumana kwa pamoja ili na sisi tufike kwenye maendeleo. Kinyume na hapo zitabaki kuwa ni ndoto na kumbukumbu kwamba ziko media ambazo zilikuwepo lakini zimechoka. Alhamdulillah, mimi namshukuru Mungu kwa hatua ambao mimi nimefikia. Wako ambao wanaonisapoti kwa nafasi kubwa sana, wakiwemo Sheikh Abdul Hamidi, mtoto wa marehemu Sheikh Yusuf Mahmud, ni moja katika watu ambao ananisapoti sana kwa ushauri. Shekhe, hapa ni hivi, anasema kidogo Hamza na ubize wake wote, lakini ananiambia Hamza, jikaze, pambana. Sheikh Abdi John kwa nafasi yake kubwa sana, pambana, usichoki, na mashekhe wengine wengi sana. Nikushangaze kitu kimoja kwa kumalizia. Yupo shekhe mmoja ambaye amewahi kunipigia mimi simu, ananiambia Hamza, nataka Al-Huda TV niirangue, yani tufanye biashara. Ametumia neno hilo, tufanye biashara. Nichukue hiyo Al-Huda TV, nirangue kila kitu chako, dokumenti, kama una kamera moja, kama una kila kitu, vyote viwe chini yangu mimi, na hizo harakati zote za wakina mama ziwe chini yangu mimi. Tufanye mkataba, hauruhusiwi kufanya kitu chochote isipokuwa sheria zangu. Nikamwambia shekhe, mimi namna nilivyokuona na nilivyokuheshimu, nikatamani wewe ndio utakuja kunisupport. Sasa naona nirangua tena ni wewe mfanyakazi wako. Nikamwambia kwa kweli hilo mimi siliwezi, kama utanisupport tukimbie kwa pamoja katika kutumikia Uislamu. Angalia hii sehemu ambayo sisi tuna Bujumbura hapa, tuna ofisi. Sisi kwa tunalipa 300,000 franga za Burundi. Hizi 300,000 ambazo sisi kwa tunalipa, mwenye hapa ni Mkristo, ndio mwenye nyumba hii. Lakini na Ukristo wake wote, mwisho alikuja Waislamu kumwambia unaona Al-Huda, mwisho akatupandishia pesa. Fitna ni nyingi. Leo tunalipa 800,000. Watoto 150 wako hapa wanasoma ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani atatusupport? Nani atasema bani Hamza hapo Bujumbura mimi nina parcela yangu, mwendeni mkaikae, au mimi hapo Bujumbura si tumetoa wakfu,
mweneni mkachukue hapo Bujumbura ni, lakini ni wachache sana. Kwa kumalizia, nilipata bahati ya kuongea na watoto wa Mwalimu Juma. Yuko mtoto wake mmoja ambaye yuko nje ya Burundi, akaniambia, Hamza, nasikitika sana kuona kwamba juhudi unazofanya hapo Bujumbura unalipa 800,000. Natamani kwamba ungeanzisha jambo la kununua uwanja, tufanye wakfu, Waislamu wajitolee sadaka ili tuweze kupambana. Kwa kweli jambo lile nikalipokea vizuri. Nikaanza kutafuta kiwanja hapa Kinama ambacho tunaweza tukanunua uwanja na sisi tukaendeleza haya mambo yetu. Akanambia, mimi ningekusaidia baba, lakini hivi kwa sasa baba hapo Bukirasazi ashaga pana viwanja vingi, na Mwalimu Juma kwa sasa vitu vingi vishakuwa chini ya mikono ya watoto wake, itakuwa ni ngumu, lakini anzisha jambo hilo. Wallahi nimeanzisha, nikatangaza kwamba tunataka kununua uwanja. Hapa jirani yetu tukawa tumepata uwanja wa milioni 50. Nikakwenda kuongea nao, walikuwa ni Waislamu. Wakasema hivi, Hamza, huyu uwanja ni wa familia, unahitajika milioni 50. Lakini sisi tuliwaambia watoto, kuliko tukauzishe kwa Wakristo, ni bora tumpatie Hamza kwa sababu kazi yake kubwa ni dawa. Alhamdulillah, tukawa tumefanya kipindi cha nyuma matangazo, wako ambao wametusupport wakasema watachangia milioni na nusu nini, juhudi zikawa zimeenda hivyo. Lakini tulivyoenda kwenye kile kikao, familia ikasema, pako mtu amejiletea milioni 50 cash, tutakubali si kuziacha milioni 50 cash kwa kusubiriza kwako ambazo hazijui zitakamilika siku gani? Tukasema Waislamu huwa wanatoa siku gani mwisho? Tulikwamishwa na mambo mengi sana, lakini bado sisi hatujachoka. Lakini tuna imani katika machache tuliyoyasema. Kama mtalitazama katika engo tu, kwa nini yeye anasema, kwa nini ya kwake yako hivi, kwa nini ya kwake yako hivi, mimi sitokaa kwa miaka 4-5 kwa kukamilika. Kuna sehemu ambapo nitakosea. Subiri sasa ukosee, usikie moto. Kuna mtu anahifadhi makosa, anaweka siku utakosea sawa sawa, mtu anaweza akakupandikizia mpaka unasema na hili kumbe amelisemaga, na hili kumbe amelihifadhi. Ndugu zanguni, mimi ni binadamu, ofisi yetu iko wazi, lakini nina ndoto, na hiyo ndoto utaniwezesha wewe, na hiyo ndoto utatusukuma wewe, hata isui mimi wakawa wenzangu. Kila mmoja ana changamoto yake, lakini tutazifikia na kuzitatua kama nyinyi mtatufikisha katika mengi. Nimeongea mengi, kuna sehemu ambapo naweza kuwa nimekukoseeni kwa matamshi, lakini nia na lengo langu ni uchungu wa kuonesha kwamba vijana tunatumika, lakini sapoti ni chache. Tuko chini ya kala moto, na wanaotengeneza hii kala moto si watu wa mbali, ni watu wa karibu. Tunatamani baada ya leo tunarudi sasa tena Al-Huda TV Burundi kupambana kuweza kuhakikisha tuna ndoto kwa mwaka huu, mwaka wa kufuatia tuwe na Al-Huda FM. Tuna ndoto ya kuona hii madrasa yetu hii hapa imepata sehemu yake, upango rasmi, wakfu kwa Muislamu anaweza akajitolea hapa Bukirasazi akanunua akatukabidhi, wala ana wakfu ambao aliwahi kuutoa akatuambia sisi tujenge watoto zetu wasome Qur'ani kwa misingi iliyokuwa bora. Tuna ndoto ya kuona kwamba Al-Huda inapata kamera. Ona kamera ambayo tunazozitumikisha, kamera ya Al-Huda ishagaisha maskini ya Mungu. Hivi tunabaki na kamera moja tu ambao Muislamu peke yake, ambayo anaweza akatokea Muislamu mmoja akasema, Hamza, twende pale mimi nikanunue kamera milioni 4, milioni 5, ikaifanyi kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hamza, twende pale mjini mimi nikachukue kamera, nikachukue microphone huko nje ya Burundi, tuagizie laptop yako ambayo sisi tunaweza tukafanya kazi. Tunilia sana na tablet na laptop, lakini alhamdulillah tablet tumeipata kutokea Dubai na alhamdulillah imetufikia ofisini. Lakini tunahitaji vifaa vya kisasa, kamera za kisasa, maiki za kisasa. Lengo ni kuutumikia tu Uislamu. Lengo tuiache alama. Malengo yetu ni makubwa, moja katika hayo mtutimizie ili tufike katika ndoto zetu. Tunachoka kupanga hapa, 800,000 ni hela nyingi.
kwa mwaka ukisikia ni milioni 12. Ni hela nyingi sana ambazo zinatuchokesha kuzipata, zinatuumiza, lakini tutafaulu haya kama utanitazama kwenye lengo la kujenga. Ukinitazama kwenye lengo la kwa nini amesema, kwa nini hatuwezi tukafika. Namuomba Mungu anibarikie, akuguse wewe ambaye una uwezo wa kuweza kuchangia, akuguse wewe ambaye unaweza kuniambia, Hamza, nionyeshe hicho kiwanja ambacho kipo, mmekosa hela ngapi, ukimalizie. Au utazungumza na ndugu zako mashirika mbalimbali ambayo yapo ya Kiislamu, ambao nyinyi ni viongozi, mnaweza mkajipanga mkalichukua hilo angalau kwa mwaka mmoja, miaka miwili, na sisi tukawa na sehemu ambayo tunaweza tukautumikia Uislamu. Allah wabariki wote ambao wanaoisapoti Al-Huda, wanaotuombea dua Al-Huda. Kwa pamoja na mshikamano tunaweza tukafika, lakini ndoto zetu utatuwezesha wewe. Al-Huda, mwongozo wa jamii.